Hadithi yetu inaanza kukusikia sauti moja inasema ya kwamba bwana, mapenzi ya kweli duniani hakuna. Yale mapenzi ya kung'ang'ana kama ruba huwa hayapo halisi, bali mapenzi hayo huwa yanapatikana zaidi kwenye vitabu, na endapo mtu akihitaji kupata mapenzi ya kweli kama hayo katika maisha uhalisia, basi mwisho wa siku huwa ni mbaya. Hii ni sauti ambayo ilikuwa inatoka kwa Rayana, mtu makini sana, lakini pia alikuwa ni hatari sana ndani ya hili eneo. Huyu jamaa bwana alikuwa na mtoto mmoja wa kike mrembo sana anayetambulika kwa jina la Sangita. Huyu bimdada ametesa sana vijana ndani ya hili eneo, lakini pia alikuwa na mke ambaye kwa sasa alikuwa amepooza, na tokea huyu mwanamama apooze, mume alikuwa hana time naye na wala hakuwahi kwenda kumtazama anaendeleaje, sababu Rayana yeye katika maisha yake huwa amini kwenye mapenzi ya kweli, bali kwa sasa alichokuwa anajali ni kutunza heshima ya familia yake, ikiwemo kuhakikisha binti yake anapata mchumba na kuweza kufunga naye ndoa, tena sio mchumba tu wa kawaida, bali mchumba ambaye ametoka kwenye familia inayoeleweka, yani ya maokoto. Kuzingatia maadili yote anatunzwa na binti yake, akaamua kumtafutia gari ambalo lilikuwa linatokea chuoni kuja kumchukua huyu bimdada. Licha hili gari kuwa ni kubwa sana, lakini lilikuwa linambeba mwanafunzi mmoja tu ambaye alikuwa ni Sangita. Jitihada hizi zote bwana hazikuzuia vijana kuvutiwa na urembo wa bimdada Sangita. Mmoja kati ya kijana ambaye alikuwa anavutiwa sana na huyu bimdada alikuwa ni mtoto mvuvi mmoja anayetambulika kwa jina la Aasi. Huyu ni kijana ambaye alitokea kuvutiwa sana na huyu bimdada na alianza kumpenda tokea wakiwa watoto wadogo, licha bimdada kuto kutambua ya kwamba kuna kijana ambaye huwa anamfukuzia kimya kimya. Sangita akawa anaendelea na maisha yake, lakini kwa Aasi yeye akawa anamfuatilia kila itwapo leo, kwani hata kipindi hiki bimdada alikuwa akipanda gari la kuelekea chuoni, basi mshikaji pamoja na jamaa yake walikuwa wanamfuatilia bimdada kwa nyuma pamoja na pikipiki yao. Halo, rafiki pekee ambaye Sangita alikuwa naye karibu sana alikuwa ni mama yake mzazi ambaye kwa sasa alikuwa amepooza. Dada kila ambacho kilikuwa kinatokea siku nzima, basi alikuwa anakuja kumhadithia mama yake. Hata hivyo Sangita bwana alikuwa na kijana mmoja ambaye alikuwa ni mtoto wa shangazi yake. Kijana huyu alikuwa anamtesa sana Sangita, kwani kuna muda alikuwa anamshika pasina hata bimdada kuweza kutaka, na endapo akienda kushtaki kwa baba yake alikuwa anampotezea. Kijana huyu hakuishia hapo, bali kuna kipindi ambacho alikuwa anakwenda kumpigia mikwara mingi sana mama yake na Sangita na kumweleza, wewe si umelala tu hapo kitandani, hauna uwezo wa kufanya jambo lolote, wewe subiri tu anko, endapo akikubali mimi nimuoe Sangita, basi nitahakikisha ninamtesa mpaka mtoto wako ajute kuja kwenye huu ulimwengu. Halo, haya ndio yalikuwa maisha ya kila siku. Lakini leo bwana, kipindi ambacho bimdada alikuwa anarudi kutoka shuleni, anashangaa kitaani kuna bonge moja la foleni bwana. Kumbe mshikaji wetu Aasi alikuwa kaanzisha bonge moja la vagi, alikuwa anatembeza kichapo kwa baadhi ya vijana ambao walikuwa wamemletea dharau ndani ya hili eneo bwana. Huu mkono ulikuwa sio wa kawaida. Dada akiwa hapa kwenye foleni bwana, anafika mtoto wa shangazi yake, akawa anahitaji kumtoa ndani ya hili eneo kwa nguvu kumpeleka nyumbani. Vuta ni kuvute hapa na pale bwana, mshikaji si akakaa kwenye 18 ya Aasi, akala bonge moja la gumi. Ili gumi bwana, mtoto wa shangazi akabaki anaugulia, lakini kwa bimdada Sangita akafurahi sana, kwa yeye akaona hakika amekutana na kijana ambaye ni mkombozi wake, kwani huyu jamaa alikuwa anamsumbua kila itwapo leo. Lakini Sangita leo anatabasamu sana baada ya kuweza kuona huyu shujaa ameweza kumkomesha mtu ambaye alikuwa anamsumbua. Bwana bimdada kila ambapo alikuwa akimwona mshikaji alikuwa anatabasamu sana. Lakini siku hii ya leo gari ambayo ilikuwa linatakiwa limpeleke chuoni kwa bahati mbaya linaharibika njiani. Dereva anashuka, anamfuata Aasi, anamuomba amchukue Sangita na kumfikisha chuoni. Mwamba siku hii ya leo bwana akapata bahati, anambeba Sangita kwenye pikipiki yake mwanamke ambaye alikuwa anamfuatilia tokea akiwa mdogo. Hakika muuni njia nzima alikuwa anasweti, yani ilikuwa ni hatari tupu. Halo, dada kila ambapo alikuwa akimwangalia mshikaji jinsi ambavyo alikuwa na sweti, hakika alikuwa anatabasamu sana. Lakini kibaya zaidi, ama unaweza ukasema ya kwamba kilikuwa ni kizuri, wakafika sehemu moja ambapo kulikuwa kuna bumps. Pikipiki kanesa ikaenda mbele na kurudi nyuma. Hii ikapelekea kifua cha bimdada kugusa mgongo wa mshikaji. Halo, hapa bwana network zote zikakatika kwa bimdada. Moja kwa moja akaanza kufikiria tofauti. Dada hata kipindi ambapo alipokuwepo nyumbani, sasa mawazo yake yote yakawa kwa mtaalamu wetu aliyekuwa anatambulika kwa jina la Aasi. Lakini huku upande wa pili kwa mshikaji, yeye pamoja na mwanaye wakawa wanaandaa bonge moja ya barua. Lengo lao ilikuwa ni kwenda kueleza hisia zake kwa bimdada. Barua hii baada ya kumfikia bimdada bwana, siku hii ya leo jioni akaenda kukutana na muungwana, kipindi ambapo kulikuwa kuna sherehe hapa kijijini. Dada akawa anamuuliza muungwana, hii barua yako ilikuwa na uso nini? Lakini mshikaji akajieleza na kusema ya kwamba hakika yeye anampenda sana huyu bimdada na haya mapenzi yameweza kuanza
kuanzia tokea ambapo alipokuwa watoto wadogo, na endapo bimdada akiwa ni mwelewa, basi anamwomba aweze kukubali kuwa mpenzi wake. Bimdada akatabasamu, lakini kipindi ambacho watu walikuwa wanapita ndani ya hili eneo, ukatokea msukumano ambao ukampelekea bimdada kumpiga busu mshikaji pasina yeye kuweza kutarajia. Ili busu ambalo Aasi alikuwa akapigwa na bimdada bwana likampelekea kupata ugonjwa wa kutetemeka, ambao wazazi pamoja na madaktari ndani ya hili eneo akawa wanajiuliza, huyu muungwana huu ugonjwa ameutoa wapi? Basi bwana, mapenzi ndivyo ambavyo alivyozaliwa baina ya mtaalamu wetu Aasi pamoja na bimdada Sangita, mtoto wa mtu ambaye alikuwa ni gaidi sana, lakini pia alikuwa ni mtu mwenye maokoto na anaogopeka ndani ya hili eneo. Dada hakujali heshima baba yake, lakini pia hakujali uoga ambao watu walikuwa wanamuonyesha baba yake, bali yeye alichokuwa anafanya alikuwa anamlipa pesa huyu dereva ambaye alikuwa anaendesha gari la chuo, kisha yeye anapata muda wa kwenda kujivinjali pamoja na mpenzi wake huyu mpya. Sasa Mwamba, kwa kuwa yeye alikuwa ni mvuvi, mitoko yake mingi pamoja na bimdada ilikuwa ni ya kwenda eneo la bichi. Dada alikuwa na enjoy sana hii mitoko, japo alikuwa anunuliwi vitu vyovyote vya thamani, bali muda tu ambao mshikaji alikuwa anautumia kukaa pamoja na bimdada Sangita alikuwa na uthamini sana, lakini pia hata kipindi ambapo alikuwa akirudi nyumbani alikuwa anafurahi sana. Ile michanga ya bahari ambayo ilikuwa imebakia katika nguo yake, lakini pia mingine ambayo ilikuwa imebaki katika viatu vyake, kwake ilikuwa ni furaha kubwa sana. Sasa watu ndani ya hili eneo walikuwa wanategemea sana shughuli za uvuvi, kwani kulikuwa hakuna kazi nyingine ambayo ilikuwa inawaingizia kipato, lakini baba yake na Sangita alikuwa anahitaji kuweza kununua eneo zima la hili eneo ili aweze kujenga bandari kavu, ambao yeye anadai ya kwamba atakuwa anatumia boti kubwa kwenda kuvua samaki baharini kisha kuzisafirisha maeneo mbalimbali ili aweze kupata kipato. Sasa huyo muungwana alichokuwa anahitaji ni kuwapiga marufuku wavuvi wote ndani ya hili eneo kuto kuingia baharini kwenda kuvua samaki. Sasa kama wao wasipoenda kuvua samaki wataishije? Leo wananchi wakawa wanaelekea katika eneo ambapo alikuwa anaishi mtaalamu wetu Rayanamu ili kwenda kutoa malalamiko yao. Mtaalamu wetu aliyekuwa anatambulika kwa jina la Aasi naye akaunga tela ili kwenda kuzungumza na bimdada aliyekuwa anatambulika kwa jina la Sangita. Kipindi ambacho kikao kilikuwa kinaendelea kwa wananchi wakidai haki zao, huku upande wa pili kwa mtaalamu wetu Aasi anafanikiwa kukutana na bimdada Sangita na kupiga stori mbili tatu, lakini ghafla anasikia sauti ikisema ya kwamba bwana, kikao kimeisha, hivyo inahitajika tuweze kupiga picha pamoja. Anatoka mbio mbio, kwa bahati mbaya ama nzuri zaidi anakaa mstari wa mbele, picha inapigwa, siku ya tukio inapita. Rayanamu leo anatembelewa na dada yake ambaye anafika hapa, anamweleza, kaka yangu, nimefika ndani ya hili eneo ili niweze kukuomba ukubali kijana wangu aweze kumwoa mtoto wako, lakini Mwamba akakataa na kumweleza kwamba hawezi akakubaliana na hilo swala, na hii yote ni kwa sababu dada yake mume wake amemkimbia na kwenda kuishi na binti wa kimaskini. Hivyo kwa mtaalamu wetu anadai ya kwamba kwa hili tukio imepelekea dada mtu kupoteza kabisa heshima ya familia. Muungwana anasema ya kwamba mtoto wake ataolewa na mtu ambaye anatoka kwenye familia yenye heshima, lakini pia yenye maokoto. Leo wavuvi bwana wanakusanya maboti yao yote pamoja na nyavu. Anasema ya kwamba tunakula likizo ya mwezi mzima, na hii huwa ni kawaida yao ya kila mwaka. Lakini pia huku upande wa pili kwa mtaalamu wetu Rayanamu, leo anamweleza baba yake ya kwamba amefanikiwa kumpata mwanaume ambaye atamuoa binti yake. Picha hii pamoja na taarifa baada ya kumfikia bimdada Sangita aliumia sana, kwani ndani ya moyo wake tayari alishajaa mtaalamu wetu Aasi. Sasa dada ili aweze kulisovu ili akaamua leo kwenda kukutana na mtaalamu wetu Aasi na kumweleza kwamba anatamani sana aweze kuondoka ndani ya hili eneo, waelekee baharini, waende wakapiga stori mbili tatu. Aasi kwa kuwa alikuwa anampenda sana bimdada Sangita, anavunja masharti ya uvuvi, anaamua kwenda kuchukua moja kati ya boti na kuingia nalo baharini, yeye pamoja na bimdada Sangita. Katikati ya hii safari bwana, kwa bahati mbaya si mafuta yakaisha, wakawa wamekwama, hawaelewi ni sehemu gani ambapo atapata msaada. Baba mtu anapata taarifa ya kwamba bwana, ilitakiwa binti mpaka sasa awe ameshafika kutoka chuoni, lakini cha kushangaza mpaka muda huu binti bado hajafika. Baba mtu baada ya kupiga simu chuoni anaelezwa ya kwamba bwana, binti ameondoka mapema sana, kwani alikuwa analalamika ya kwamba kichwa kilikuwa kinamuuma. Rayanamu anapata taarifa ya kwamba bwana, kuna mmoja kati ya mvuvi ameondoka na boti na ndani yake kulikuwepo bimdada Sangita. Mwamba anafika mpaka kwa kiongozi wa wavuvi ambaye alikuwa ni baba yake na mtaalamu wetu Aasi, anampatia hii kazi ya kwenda kumtafuta huyu mvuvi, lakini pia amrudishe binti yake nyumbani akiwa salama.
salama kabla ya jua kuweza kuchomoza, na endapo akifanya hivyo, basi yeye atawasamehe na atawaacha waishi ndani ya hili eneo, lakini pia wataendelea na shughuli zao za uvuvi. Baba anaingia baharini kwenda kumtafuta huyu mtu pasina kutambua ya kwamba alikuwa ni kijana wake, lakini huku upande wa pili kwa Aasi pamoja na bimdada Sangita wakiwa wamekwama, hawaelewi ni sehemu gani ambapo atapata msaada. Bimdada anamweleza mshikaji ya kwamba hii nafasi walioipata kwa sasa inabidi waitumie vizuri, yaani bimdada alikuwa anamaanisha kwamba inabidi wafanye majambos. Dada anaamua kumpatia tunda lake. Mtaalamu wetu Aasi aliona ni bora aweze kumpatia huyu muungwana mtu ambaye anampenda toka ndani ya kilindi cha moyo wake kuliko kwenda kuguswa kwa mara ya kwanza na mwanaume ambaye alikuwa hampendi, lakini pia wala alikuwa hamfahamu. Halo, dada leo kachezea mikasi ya maana mpaka machozi alikuwa anamtoka, lakini baada ya kumaliza kwa kuwa tayari alikuwa ameshanogewa, anamweleza Aasi, bwana, ninahitaji unioe. Mwamba kipindi ambacho alikuwa anashangaa mshua anafika pale, anampiga kofi la kumtoa wenge, kisha anawachukua mpaka ufukweni. Rayana mwanaambiwa kwamba bwana, bimdada tumemkuta peke yake, kwani kijana ambaye alikuwa naye kwa bahati mbaya ama nzuri alikuwa tayari ameshakimbia. Halo, mzee baba kuelewa ni kitu gani ambacho bimdada alikuwa akafanyiwa, lakini hapa yeye akaendelea na uchunguzi wake, kwani moja kwa moja alitambua kwamba binti yake huenda kuna kijana mwingine akawa anampenda. Kama nilivyokuambia pale mwanzoni, bwana Rayana yeye katika maisha yake na familia huwa anajali sana kulinda heshima ya familia. Yaani kama wewe unahitaji kutangulia kwa baba, basi nenda akajaribu kuharibu heshima ya familia yake bwana, utakutana nacho cha moto. Halo, huu msako bwana ulikuwa ni heavy, yaani bwana kijana endapo akihisiwa basi anatembezewa kichapo, afu mtaalamu wetu Rayana anapita pale akiwa kampakia binti yake kwenye bodaboda. Yeye kazi yake akifika pale anasimama anaangalia reaction ya binti yake. Je, ilikuwaje? Kama binti akionekana alikuwa na huzuni, basi wanajua huyu ndio muungwana ambaye alikuwa anamtafuta. Leo mtaalamu wetu kipindi ambacho alikuwa anaangalia picha ambazo zilikuwepo ofisini kwake, anakuja kugundua moja kati ya picha ambayo alikuwa kapiga na wale wavuvi, na moja kati ya kijana alikuwa kavalia lile shati ambalo alikuwa kalikuta kwa binti yake. Halo, na huyu hakuwa mwingine bali alikuwa ni Aasi. Rayana alichokifanya ni kwenda kuwatafuta vijana akawalipa pesa kwenda kuleta Vagi kijijini kwa kina Aasi. Vagi baada ya kuinuka, Rayana akapata nafasi ya kumnasa Aasi pamoja na baba yake, akatembeza kichapo sana kwa muungwana, lakini pia akamwangamiza baba mtu. Halo, bwana muungwana naye akatumia muda mwingi sana hospitalini. Baada ya kutoka napata hizi taarifa, hakika aliumia sana moyo wake. Kabla hajapona maumivu, siku ya leo anashuhudia bimdada wakati wa jioni amefika hapa na mweleza nichukue tuondoke tuende sehemu ya mbali, twende tukaanzishe maisha yetu sisi wenyewe. Muungwana anamwambia kuna jambo ambalo ninahitaji niweze kukueleza. Kabla hajamnong'oneza hilo jambo, bwana waungwana kutoka kwenye nyumba ya Rayana wanafika hapa kwa lengo la kumnasa bimdada. Vuta ni kuvute ikawa ni kubwa sana ndani ya hili eneo, lakini waungwana hawakufanikiwa kabisa kumnasa bimdada pamoja na muungwana wetu Aasi. Rayana huku anampigia simu dada yake, anamweleza bwana, nimekubali kijana wako kumwoa binti yangu. Bwana Mwamba alikuwa anafanya hivi ili kuweza kusovuso. Alikuwa hahitaji kabisa watu kijijini watambua kwamba binti yake kwa sasa alikuwa anatoka na kijana ambaye ametoka kwenye familia ya kivuvi. Halo, kama hiyo itosha, akaeleza vijana wake hawa jamaa watafuteni kimya kimya, yaani waungwana badala ya kutumia magari wakaamua kutumia baiskeli. Kama tamchinje ilikuwa ni kubwa sana wakati huo usiku. Hatimaye Aasi akafanikiwa kutoroka pamoja na bimdada Sangita kwa kutumia njia ya treni. Upande wa Rayana dada mtu anafika akiwa na mapambo kwa lengo la kumchukua bibi harusi, lakini muungwana kuhitaji kabisa kumweleza dada yake ya kwamba binti yake ametoroka. Anamweleza wewe andaa kila kitu kwa sasa, binti yangu amejipumzisha. Halo, Sangita pamoja na Aasi wakakimbilia katika jiji la mbali sana. Kama jinsi unavyoelewa bwana, hawa waungwana walikuwa hawana pesa yoyote ya akiba. Mwanzoni maisha alikuwa ni magumu sana, lakini ilibidi tu aweze kuvumilia, na Sangita wala halikuwa alalamiki, na hii ni kutokana na upendo aliokuwa nao juu ya mtaalamu wetu Aasi. Lakini cha kushangaza, Aasi kwa sasa alikuwa ni mtu mwenye hasira sana, mpaka bimdada mwenyewe akawa anashangaa huyu jamaa imekuwaje. Kuna muda mapenzi alikuwa ni mazuri sana, mpaka bimdada anaona bwana, nimechelewa sana kukutana na huyu jamaa. Siku moja bwana bimdada akakutana na mwanamke mmoja ambaye alikuwa akapakata mtoto. Dada akawa na furaha sana, akaona bwana, na sisi ni siku gani ambao tutapakata mtoto? Anamweleza Aasi. Muungwana anamweleza ya kwamba kama ni hivyo twende tukafunge ndoa tempo, kisha baada ya hapo tuanze harakati za kutafuta mtoto. Sangita anafurahi sana hapa, akawa anamsubiri muungwana kwenye kituo cha treni.
sebuleni, lakini ghafla muungwana baada ya kurudi anakuta bimdada alishachukuliwa tena na vijana wa kutoka kwa mtaalamu wetu Ryanam. Halo. Dada anafikishwa mpaka nyumbani, anamweleza baba yake ya kwamba mimi ninahitaji unirudishe kwa Aasi, kwani sitamani kabisa kukaa ndani ya hili eneo, lakini pia sitamani kuolewa na mtu ambaye wewe umeniandalia. Japokuwa baba alikuwa anajaribu kumlisha mwanaye pilau nzuri la nyama, lakini bimdada alikuwa hataki kabisa hili pilau na kuendelea kumweleza baba yake maneno mengi sana ya uchungu. Anamweleza baba yake ya kwamba haya maneno haikupaswa kabisa nikueleze, lakini kwa kuwa sina namna, ngoja nikueleze ya kwamba unakumbuka ule usiku ambao sikuwepo nyumbani, lakini asubuhi na mapema nikarudishwa na wavuvi. Basi ule usiku ndio ambao niliweza kumpatia tunda langu Aasi. Mtoto akasema kama hiyo itoshi, miezi hii 6 yote ambao nimeitumia nikiwa na Aasi, siku zote tulikuwa tunafanya hicho kitu. Baba akacheka sana, akamweleza binti yake ya kwamba ngoja nikueleze jambo moja ambalo wewe hulifahamu, binti yangu kipenzi. Endapo ukinithibitishia kwamba tofauti na ule usiku ambao uliweza kumpatia hilo tunda, je, kuna usiku mwingine ambao muungwana aliwahi kukugusa? Endapo ukithibitisha kwamba wewe muungwana aliwahi kula tena tunda lako tofauti na ule usiku, basi nitakuachilia urudi kwa Aasi. Kwa nini mzee huyu anaongea maneno kama haya tena kwa uhakika? Bwana, hapa tunapata flashback usiku ule ambao Aasi alitembezewa kichapo, lakini pia alimpoteza baba yake mzazi. Usiku huo bwana, kumbe mzee mzima Ryanam alipata taarifa kwamba kijana alifanikiwa kula tunda la binti yake. Sasa yeye kwa hasira akaamua kukata ndonga ya mshikaji. Halo. Sangita analia sana baada ya kuzipata hizi taarifa. Kumbe alikuwa yupo na mshikaji muda wote huo, yuko na maumivu, wala hakuwahi kumwambia bimdada. Yaani hakika bimdada aliumia sana, lakini hapa akaona hakika hawezi akamkatia tamaa mshikaji wa kazi. Anavuta sinia la pilau, analipiga vizuri sana. Baada ya kushiba, anamwinukia baba yake na kuanza kumpaka povu. Anamweleza, mshua, wewe najua hautambui thamani ya mapenzi ni nini, lakini pia ninasikitika sana kwa kuto kunifahamu vyema binti yako. Wewe unaamini ya kwamba mimi nilienda kulala na Aasi ili niweze kukukomoa. Mzee, hapa hakika umefulia sana. Mimi sikuenda kulala na yule muungwana kwa sababu ya kukukomoa, bali nilienda kulala naye kwa sababu ni mwanaume ninayempenda sana katika maisha yangu, na wala sikuhitaji mwanaume mwingine aguse tunda langu kwa mara ya kwanza zaidi ya Aasi. Ryanam bwana kabaki kimya, anaelezwa maneno ya nguoni kabisa na binti yake aliyemzaa yeye, na hapa bwana cha kufanya alikuwa hana. Binti anaendelea kutema cheche, anamweleza baba yake, kama ulidhani ya kwamba ukifanya hivyo basi utanitenganisha mimi na Aasi, bwana mzee umefulia. Binti anasema kwamba kinachomtambulisha mwanaume sio ndonga bali ni moyo wake, lakini pia jinsi ambavyo atakavyomfanya mwanamke ajisikie kipindi ambavyo yuko naye. Halo. Dada kuishi hapo bali akaendelea kumchana mzee, anamweleza kwamba akikaa tu karibu na Aasi jasho jembamba linamtoka, tena jasho lenyewe jembamba lakini pia jepesi, jasho ambalo linampelekea mpaka vinyweleo vingine vinasimama wima. Dada anasema katika maisha yake hahitaji ndonga ya mshikaji bali anahitaji tu upendo wake. Baada ya kuweza kutema hizo cheche, Sangita anaondoka. Baba mtu akashindwa kabisa kumzuia yeye pamoja na wafanyakazi wake. Anafika upande wa baharini, anamkuta mshikaji akiwa katulia zake, ana huzuni sana. Ni kweli alikuwa anampenda sana bimdada, lakini kama hivyo baba mkwe alishamlostisha. Kwa sasa muungwana anakula kwa macho. Dada baada ya kufika hapa akamwelewesha mshikaji ya kwamba yeye alishatambua kila kitu, na kwa sasa wala hahitaji kupata mtoto bali tu anahitaji penzi lake, kwani bimdada anadai wanaye tu karibu na kupewa penzi la Aasi, basi kwake kila kitu kitakuwa shwari. Watu hao wawili wanaamua kuungana tena kwa mara nyingine na kuishi kwa upendo mkubwa. Bimdada kama hivyo alisharidhika kuishi na mwanaume ambaye alikuwa hana ndonga. Yaani kwa sasa bimdada atakuwa anafikiria tu lile tendo ambalo alikuwa akafanya na mshikaji baharini, kwani hatakuwa na uwezo wa kufanya naye tena kitu chochote. Halo. Bana, na swali kwa wanawake, je, ungekubali kuishi na mwanaume ambaye alikuwa tayari alishakatwa ndonga kisa tu unampenda kama jinsi ambavyo bimdada alivyofanya haya maamuzi? Anyway, bwana, hapa ndo nafika mwisho hadithi yetu, na kama umeipenda video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.